Mama mmoja alikuwa mjane, mume wake alifariki, akamwachia watoto wawili, mvulana na msichana. Mvulana alikuwa na miaka 2, msichana alikuwa na miezi michache kuzaliwa. Yule baba akafa. Hii story nilipewa na mchungaji mstaafu. Nikamuuliza mchungaji mmoja mstaafu, hivi ni kitu gani ambacho kwenye huduma yako ya kichungaji unaikumbuka ya kwamba uliwahi kuona mashaka ya huduma au jambo liliwahi kukuhuzunisha? Akaniambia ni jambo hilo. Akaniambia yule mchungaji, akaniambia huyu mama akafiwa na mume wake na akaishi kwenye maisha ya ujane, akawa anafanya vibarua, nyumba ilikuwa ni ya makuti, na ni mchungaji mstaafu wa huko Kilimanjaro. Nyumba ni ya makuti, kwa hiyo mvua ikinyesha watoto wake wananyeshewa, anawafunika na majani ya migomba. Anaenda kufanya vibarua kwenye mashamba ya kahawa, anauza kuni, anaenda porini kukata majani. Kwenye familia wakawa wanamuondoa kwa sababu amefiwa akiwa binti mdogo, aondoke, wanamnyang'anya shamba. Yule mama akang'ang'ana pale, akasema nina mtoto wa kiume, nitakaa kwenye hili shamba. Mtoto wake akasoma darasa la 7 akafaulu, form 4 akafaulu, form 6 akafaulu. Akaja Dar es Salaam akasoma hapa masomo ya udaktari wa binadamu, akawa best student, na akalazimika kwenda kusoma nje. Miaka ya 80 analazimika kwenda kusoma nje udaktari, nafikiri ama ni Urusi au ni wapi. Anaenda kwa masters na PhD program, pata ufadhili kutoka nje. Wale madaktari wa mwanzo wa miaka ya 80. Unajua, anasema yule mtoto akiwa ana cross barabara hapa Dar es Salaam, moja ya barabara Dar es Salaam, akapata accident ya gari, akafa. Yule mama ametoka kwenye maumivu yote ya muda mrefu, maumivu sasa ya mauti. Wakapeleka jeneza nyumbani kwenda kuzika. Mama akapokea maiti, akamuona mtoto wake, akalia, akazimia, akaamka. Mchungaji anasema mimi ndiye niliongoza ibada ya mazishi ya huyo mtoto. Navaa kanzu, najiuliza, am I right? Ni mimi naenda kumzika mtoto wa huyu mwanamke mjane kwa maumivu haya? Mama analia non-stop. Wanazikaga nyumbani huko Moshi kwenye migomba. Kwa hiyo kaburi liko nearby, na kaburi la baba yao la miaka karibu 20 na kitu iliyopita liko pale, lina fungus, liko pale, kikaburi cha zamani. Mchungaji akabeba udongo akaelekea kaburi, na mama ameshikwa na wanawake wengine hapo kwenye shina la mgomba, wanamshikilia pale. Maumivu yanashuti, yanapanda na kushuka ndani yake, anazimia anazimia, anazinduka. Mchungaji akabeba udongo. Liturujia yetu inasema hivi: kwa kuwa Mungu amependezwa kumtoa huyu ndugu yetu kwenye maisha haya, mimi na uweka mwili wake ardhini. Ulikuwa udongo, unarudi tena udongo kwa udongo, na mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu, lakini Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho. Hilo neno, yule mama mjane mtoto wake amekufa, akasikia, akamngonga mchungaji, ngongo. Yaani kwamba kuna siku mtoto wangu, tangu mchungaji mwingine alipomzika mume wangu, wewe umekuja umemzika mtoto wangu. Tangu siku zile hajawahi kufufuka, na nina mateso na mtoto wangu nimefukia ardhini. How? Kwa nini sikufa mimi? Akabaki yeye. Sasa wakamaliza msiba. Mchungaji akamwendea nyumbani kwenda kumpa pole baada ya msiba. Mama ana mashaka makubwa. Yule mama, mchungaji akamwambia, mama, tumekuja hapa na idara ya ustawi wa jamii kukupa pole, lakini tunaomba mtoto wako huyu wa kike aliyebaki pale kanisani, pana idara ya wanawake, wana cherehani. Kwa hiyo tunafanya training, tunawafundisha wanafunzi kushona nguo. Tafadhali uturuhusu binti yako aje pale. Idara ya wanawake wamesema wanatoa ofa kama sadaka yao ya bure. Mama akamwangalia mchungaji juu mpaka chini, akamwambia mchungaji, ondoka, nenda.
hivi nimefukia ardhini mtoto wa kiume? Tena anamwambia sio nimefukia, umenisaidia kumfukia ardhini mtoto wangu wa kiume, mwenye degree, aliyesoma, daktari, ambaye alishaanza kunisaidia. Sasa umemzika, unakuja na habari ya cherehani. Mchungaji, are you sure? Are you crazy? Yani wewe ni kichaa kiasi gani? Unafikiri nitafarijika kwa kuchimbia mtoto wa kiume ardhini mwenye degree, nifarijike na cherehani? Ambia hapana, siwezi wala kumruhusu. Akae hapa tu. Mtoto yule ni wa darasa la 7. Huyo binti hakwenda shule kwa sababu walikuwa ndiye afanye vibarua na mama, miradi ya nyumbani ya kuku, ng'ombe, sijui mbuzi, ili kaka yao asome. Kwa hiyo hakusoma. Mama amekataa, hataki aende cherehani. Mwisho, kwa kufupisha, baada ya kumbembeleza tena, mwezi umeisha, mama akasema aende kama mnamtaka basi. Yule binti akaenda naye akasema yani kaka yangu ambaye ndiye alikuwa tumaini hayupo, cherehani ya kupinda kanga za wanawake na vitenge vya Mbagala, cherehani. Anyway, akaenda akasoma cherehani. Niliwaambia tena kilichotokea. Akamaliza masomo yake ya cherehani, akashona mashati ya vitenge, akawa anauza barabara ya Marangu ya wazungu wanapanda mlima Kilimanjaro. Dada mwenyewe alikuwa amejikatia tamaa. Hata mama yake anamwambia, mwanangu, Mungu alinipa mtoto wa kike kweli, lakini ungekuwa hata mweupe basi watu wakuone. Hiyo upuku cha kinungu, yaani wewe ni mweusi kama chungu, hata nani atakuona mwanangu? Ungekuwa hata mweupe, watu watakuona, watakumulika na tochi au watawasha taa mpaka uonekane. Oiruwa ulenginenga mana mutu cha kinungu. Hivyo sasa wale wazungu wanapanda mlima, grupu ikaja ikanunua mashati pale kwake, grupu ya watalii. Lakini mwingine akabakia nayo mkononi, amestack. Haoni mashati ya kitenge, anaona mnaita nini? Black beauty. Akastack. Akaambia be, how much? Ni yeye kwenye macho meusi, lips zake nyekundu, kichwa ni kama kichungu, kuanzia hapo masizi, gunia la mkaa wa Kisarawe mpaka mguni, mpaka kucha nyeusi. Wale wazungu wakasema, yule kijana akasema, mimi nilikuwa nimeomba Mungu nikutane na huyu. Ni mtoto wa bilionea huko Marekani, bilionea, wana utajiri, wamewekeza duniani. Akafa, akaoza, wakaanza I love you 2, I love you 3, I love you 4, even forever. Akapeleka mahari, ndoa ikafungwa. Mama yule wa kikaburi akapata mkwe wa kizungu. Mungu akamjalia watoto wa kizungu, watoto mapacha, watoto wazuri, watoto wengi, watoto wa baraka. Wanakuja kwa yule bibi. Yule mchungaji akanambia, ni mimi nilimzika yule mtoto, ni mimi nilipokea mahari, ni mimi nilisimamia send off, ni mimi nilisimamia ndoa, ni mimi nilibatiza watoto, ni mimi nilipokea sadaka kwenye madhabahu ile. Maana Mungu hatamtaabisha mtu hata milele, ajapomhuzunisha atamfurahisha tena. Wako wapi watu wachache ambao wanaelewa sawa? Na yule bibi mpaka kesho wamekuja, wamejenga, wameleta miradi. Bibi yuko hapa leo, kesho yuko nje, kesho yuko hapa, mara wameenda kupumzika huku, mara huku. Na yule mtoto akawa kuliko mara 1000 ya mtoto wake wa kiume. Ndivyo Mungu anavyofuta machozi. Kwa habari ya kufuta machozi, Biblia inasema mimi nitafuta machozi kila jicho. Biblia inasema kuna mahali Mungu anatumaga malaika, kuna mahali Mungu anatumaga mitume. Kwa habari ya kufuta machozi, Nyirua Amon ni Mungu mwenyewe atakuja na handkerchief yake, na anasema na mimi nitafuta kila chozi katika macho. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.